Shughuli ya maziko ilianza kwa Dr. Shein akiwa na viongozi wengine wa juu wa serikali zote mbili ya Zanzibar na ile ya Muungano kufika Migombani nyumbani kwa marehemu Jumbe na kushiriki katika dua maalum kwa marehemu na kuwapa mkono wa pole familia ya mzee Jumbe, na baadaye kuelekea msikiti mkuu wa kitaifa Mombe Shauri ambapo aliungana mamia wakazi na viongozi wengine wakuu wa serikali akiwemo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano Ali Hassan Mwinyi, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Mohamed Gharib Bilal na Makamu wa kwanza wa Rais mstaafu wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad na viongozi wengine wawakilishi na wabunge katika kisomo maalum cha hitma na kufuatiwa na sala kumwombea marehemu Jumbe iliyoongozwa na Mufti Mkuu wa Zanzibar. Baadaye msafara huo ulielekea Migombani kwa nyumbani kwa familia ambapo shughuli ya maziko iliendelea na mwili wa marehemu ulianza taratibu za kuzikwa na kushuhudiwa na wananchi na viongozi wengine wa serikali na chama akiwemo Rais mstaafu Benjamin Mkapa, Waziri Mkuu mstaafu Edward Lowassa na viongozi wengine wa juu wa serikali wakiwemo na pia wengine ambao walipata fursa ya kuweka mchanga ndani ya kaburi la marehemu ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 96 na kuacha vizuka watatu na watoto 14. Ambapo mtoto wa marehemu Mustafa Abu Jumbe akitoa salamu za familia alishukuru serikali zote mbili kwa msaada mkubwa kwa baba yake ambao hautausahau, huku Waziri Mohamed Abud akitoa salamu za serikali amesema kiongozi huyo ni mfano wa kuigwa. Mwisho naomba kuishukuru serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kumhudumia mzee wetu katika miaka yake yote 32 tokea aache uongozi, na vile vile katika kumsaidia kwa huduma mbalimbali za matibabu ya ndani na nje ya nchi. Kwa mchango wake mkubwa wa kuiongoza serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar baada ya kuchukua nafasi kutoka kwa aliyekuwa rais wa kwanza marehemu Abeid Aman Karume mwaka 1972. Aidha, atakumbukwa pia kwa kuwa alikuwa kiongozi wa mfano wa kushajiisha yale yote ambayo rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi marehemu aliyefanya. Baadhi ya viongozi wa serikali ya Zanzibar na Muungano wakiongea na ITV walimwelezea marehemu Abu Jumbe kuwa alikuwa ni kiongozi jasiri na viongozi wa sasa wanapaswa kuiga kutokana na kupigania misimamo yake. Jasiri, mtu mwaminifu, mtu imara sana alipochukua msimamo. Alitetea muungano, akaushikilia, akawa na tofauti zake za msingi ambazo hakuona haya kuzisemea. Mpaka amekwenda kauli na medali ya mfumo wake. Jumbe, nione kazi unapenda sana. Kazi yangu mzee Jumbe, mimi mzee wangu. Baada ya baba yangu mie anakuja yeye. Nimefanya kazi naye mimi akiwa waziri wa nchi hapa, nimefanya kazi naye akiwa rais wa Zanzibar. Tuna historia kubwa, kwa hivyo mimi katika waliofiwa leo mimi mmoja. Maziko hayo yameshuhudiwa kwa mara ya kwanza kiongozi huyo wa kitaifa akizikwa kwa kutofuatwa kwa taratibu za kiserikali, ambapo waziri wa nchi afisa makamu wa pili rais Mheshimiwa Mohamed Abud amethibitisha ITV kwa marehemu Jumbe aliwacha wosia wa kutaka ziko kwa taratibu za dini ya Kiislamu na kutaka kuwepo kwa taratibu hizo ambazo zilitekelezwa, ambapo jeneza lake alikuwa na bendera ya taifa wala jeneza kubebwa na jeshi na kutokopa kwa kupigwa mizinga wala risasi. Hali inaonekana kwamba wasia huo wa Mheshimiwa Jumbe ulifuatwa, ingawa taratibu zingine zilionekana kuwekwa na serikali kwa pamoja na kutangaza siku ya maombolezi na bendera ya kupepea nusu mlingoti. Kutoka Pakistani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV.